Mashabiki wa Simba na mashabiki wanachama ambao hamridhishwi na mwenendo wa klabu yetu, hilo la kwanza nataka kuongea na nyinyi. Kitu ambacho tunapaswa kujua, sisi mashabiki na wanachama hai wa klabu ya Simba ndio tuna mamlaka na timu yetu, na ndio maana Mangungu yuko pale kutuwakilisha sisi. Humiliation alofanywa Mangungu jana, kuto kupewa nafasi ya kuongea kama mmiliki au mwakilishi wa wanachama wenye hisa nyingi za klabu, ni kosa kikatiba na kosa kisheria. Mangungu, kwa namna katiba yetu ilivyo, yeye ndiye bosi wa klabu ya Simba, kwa sababu yeye upande wake ndio una hisa nyingi wa umiliki wa klabu ya Simba. Kama tunavyojua 51-49 inampa mandatory ya yeye kuweza kuwa sehemu ya kiongozi wa juu katika klabu ya Simba. Fedheha na humiliation alofanywa jana imetuonyesha kabisa ndani ya klabu ya Simba kuna mpasuko, na mpasuko huu umejengwa na swaumu, yani njaa za viongozi waliokuwepo pale. Peremende wanazopewa na upande wa Muhindi zinawafanya wajisahau kuifuata katiba. Sitapepesa macho. Magori, viatu havikutoshi. Magori, viatu havikutoshi. Magori, viatu havikutoshi. Kiongozi wa kweli anasimamia sheria na katiba. Kiongozi wa kweli haendeshwi na peremende za kudanganywa. Kiongozi wa kweli anasimamia katiba na sheria. Hapa tunapaswa kufanya hivi, hapa hatupaswi kufanya hivi. Hapa tunapaswa kufanya hivi, hapa hatupaswi kufanya hivi. Jana mmeonyesha humiliation kubwa sana kwa Mangungu. Moja kati ya kitu cha hovyo mlichokifanya jana kwenye Simba Day ni hicho. Cha pili, nimegundua kabisa kuwa mpango kazi tuliokuwa nao ni mzuri, ila katika utekelezaji wake na utendaji wake utakuja kutugharimu. Tunaelekea kwenye dabi. Fanyeni namna kuonyesha apology kwa Mangungu kabla hatujafika kwenye dabi, la sivyo tutafungwa kwenye dabi, tutafungwa kwenye dabi, tutafungwa kwenye dabi, kutokana na manunguniko na vinyongo baadhi ya viongozi ambao wamejitoa kwa upande wa wengi. Mangungu, it doesn't matter anafanya ujinga, it doesn't matter anawakosea wanachama, lakini yeye ndio kabeba dhamana ya wanachama zaidi wa upande wa Simba kuliko Muhindi. Natoa saa 48 bodi ya wakurugenzi itoe kauli juu ya Mangungu. Failure to do that, tutaungana na wanachama wa klabu ya Simba kupiga kura ya sio ya uaminifu ya CEO wa klabu ya Simba. Full stop.